Asante sana kiongozi. Bwana Yesu asifiwe. Naomba tuketi. Bwana Yesu asifiwe tena. Mimi leo niko na furaha kubwa kuweza kufika hapa. Na sifa na shukrani zote tunazirudisha kwake Mwenyezi Mungu. Yeye ndio ambaye amepanga leo tuweze kukutana hapa. Na unajua Mungu akipanga kitu, kazi ya Mungu haina makosa. There was a reason as to why the Lord leo ameniambia ya kwamba badala uende ukarande huko kwingine kote, hebu hawa vijana ende ukawasikilize na ukaone ile kazi yenye ambao wanafanya. Na mimi nataka niwaambie kama kiongozi wenu, kama dada yenu mkubwa, kama mama yenu, I am impressed. I am impressed. Nilikuwa nimeketi pale nikiwasikiliza mkiimba. Tulikuwa tunanonganizana pale na yule chairman wangu na Salome pale. Nikisema hizi ni talent ambazo tuko nazo hapa ndani ya Malindi. At this my boys and girls, hawa ndio ni watoto wangu. Wallahi Mungu tu. Kila mtu Mungu anampatia talent yake. Mimi kwenye kuimba sijui, sauti yangu msimunaisikia haifanani na kuimba. But kila mtu Mwenyezi Mungu amembless in their own ways. Na mimi nataka niwaambie wadogo zangu, watoto wangu, watu wangu kwamba you are blessed. Mwenyezi Mungu amewabariki. Ile ambayo mmenionyesha leo hapa, nimesema I am ready to walk with you katika hii msafara. Niko tayari. Mama Amina yuko tayari. Sasa nyinyi msiposaidika kwangu mtakwenda kusaidika kwa nani? Kama mimi, unaona mimi bado ka Gen Z kidogo, sijapita sana miaka ya Gen Z. So, kama katika viongozi wenye ambao wanafaa waelewe vijana zaidi, then ni mimi Amina Laura Mnyazi. Kwa sababu miaka yangu bado haijapitana mbali na nyinyi, na naelewa zile dhiki ambazo mko nazo, na najua zile challenges ambazo mnapitia. Shida ni kwamba Malindi ni kubwa, watu ni wengi, mifuko ni membamba, lakini pale ambapo nitaweza, nimewaambia I am ready to support you and I will support you. Kiongozi hapa tulikutana naye pale My Way. Alijitetea. Nilikuwa niko na wasanii wengi. Kila mtu akapata dakika mbili za kuongea. Huyu unajua ni matata sana. Alipopata nafasi ya kuongea akaanza sasa. Moto amewaka. Karibu dakika 20 peke yake aliongea yeye. But his passion has been about gospel music. Na aliwatetea sana. Na hata mpaka leo mniona nimefika hapa, mjue huyu kijana hajalala. Unajua kupata mbunge au amefika mahali hivi si rahisi. Saizi ningekuwa niko labda mazishi, niko mahali, niko hapa. Lakini ameng'ang'ana na akanambia mheshimiwa mbunge, wewe ulisema utashika wasanii mkono, hawa vijana naomba uje uwasikilize uone talent zao. Na mimi nataka nikwambie kiongozi, wewe tunaona uko na nyota. Tunaona nyota iko. Wewe maintain hiyo tempo, endelea kutetea haki, endelea kutetea wenzako. Shukrani uone kidogo, shukrani zaidi utapata kwa Mwenyezi Mungu. Huwa shukrani ni kidogo, lakini niko na imani ukiwa guide vizuri mtamaliza hii safari yenu pia vizuri. Na najua pia coming up with young men and women na uweke pamoja katika kikundi si rahisi, si kazi rahisi. So tunaelewa na we appreciate. Na unajua nyinyi mkishikana, mkiwa katika vikundi ama kikundi kama hiki, inakuwa ni rahisi hata kwetu sisi viongozi kuja kuwasaidia. Kuliko wewe nipigie simu, yule nipigie kivyake, yule nipigie kivyake. You know, at times unaanza sasa kuwa confused, hujui ushike nani, umwache nani. Lakini kama mko hivi venye ambavyo mmejipanga, najua nikija hapa wasanii 70, maybe kwa leo nitaweza kusaidia 3 ama 4, but at least nitaondoka nikijua I would have done something, itakuwa nimebadilisha maisha ya mtu. Nikifanya hapa najua nafanyia wasanii under one umbrella and it becomes easier to control na kusaidia watu namna hiyo. Amezungumza kuhusu masuala ya skills mtaani. Hiyo ni program yenye ambayo tumelaunch sisi kwa kupitia ofisi ya NGCDF. Pale sisi tuna target
vijana, mayouth 35 years and below. Kama una miaka 35 and above, namuona Danieli kule ni mzee mwenzangu, usije, haikufai hiyo. 35 years and below, sisi tunawataka pale ofisini. Kuna hizi short courses ambazo tunafanya. Come and register yourself. Mnamuona yule dada yule Salome, simama wakuone. Wale ambao wako interested, tuko na vocational centers hapa ndani ya Malindi. Tuko na Muyeye Vocational Center, we have partnered with them. Tuko na Gahaleni Vocational Center, Kakuyuni Vocational Center, Kauyeni Vocational Center, Weru na Weru kule sehemu za Jilori. Zile courses pale shule wataenda watawaelezea the courses that they offer, na sisi tumepartner na wao. Ukienda wewe mwenyewe pale shule utapatiwa rate yako, lakini mimi kama mbunge niko na rate yangu pale shule. And we are targeting to have 600 young men and women tuwasukume kule katika hizi vocational centers, waweze kujipatia ama kujifundisha skills, waweze kujisaidia na maisha yao. So this registration is ongoing. Nimekuja hapa, naona wakati ni mzuri, bado hatujafunga. Wale ambao wako interested, mama yenu mimi nimefungua mlango. Njooni, sisi pale ofisini hatukatazi watu. Na tunataka tushirikiane na nyinyi ili tuweze kuwainua katika maisha yenu. Amezungumza pia masuala ya basari. Watoto wa secondary basari sisi tumeshafunga. Lakini saizi as we speak, kuna forms za basari za tertiary level ambazo zinatoanishwa pale ofisini. Kwa hivyo kama wewe unajijua, you are a student at tertiary level, unasoma university, unasoma college, unasoma katika hizi vocational centers, this is the right time. Leo ni Sunday, kesho ni Monday, nendeni ofisini. Mkamwone yule pale dada yenu, Maureen Salome, atawapatia forms, awasaidie kujaza, ili tuweze kuwa consider basari zikitoka na nyinyi pia muweze kusaidika in one way or the other.